Sasa kama yuko jini na mtume kasema kwangu kasilimu na sasa yeye ananiamrisha tu kufanya mema, swali linakuja, anamuamrisha kufanya mema gani wakati Muhammad ndio mtume mwenyewe? Wahyi unashuka kwake, amri zinashuka kwake, makatazo anafundishwa na yeye, maamrisho anafundishwa na yeye. Ujini anamsaidia kufanya mema gani? Jini ni kiumbe kama ambavyo kwa mafundisho ya Qur'ani. Naam. Jini ni kiumbe kama alivyo wanyama, kama walivyo ndege, kama walivyo samaki, kama walivyo wadudu, kama walivyo malaika. Naam. Isipokuwa tofauti yao majini na wanadamu na viumbe wengine, majini ndio na binadamu ndio viumbe pekee wamepewa fursa ya kuirithi dunia kama watawala na viongozi kwa viumbe wengine. Naam. Ambao katika hawa majini na binadamu wako makundi mawili. Kuna wanaoasi na kuna wanaotii. Kwa wale ambao wanaasi, Mwenyezi Mungu amewachukia, na kwa wale ambao wanatii, Mwenyezi Mungu anawahurumia. Naam, Sheikh, kama navyokusikia makundi mawili ya majini, wanaoasi na wanaotii. Kuna uhusiano kati ya binadamu Muislamu au asiyokuwa Muislamu kuhusiana na jini kwa mafundisho ya Uislamu? Yani hiyo haina mjadala, uhusiano upo. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kila mwanadamu anapozaliwa basi anaumbwa na jini, ambaye jini huyu anakuwa naye kama mtoto yule anavyokuwa na anaishi naye kwa ukaribu. Hayo mahusiano ya kwanza. Mahusiano mapili ya jini na mwanadamu ni kwamba ndio viumbe wanaoishi katika nyumba moja. Yani majini na wanadamu tunaishi katika ardhi wote. Japokuwa wapo baadhi ya majini wanaishi chini ya ardhi, wengine wanaishi kwenye bahari na wengine wanaishi angani, lakini wako majini tunaishi nao katika mgongo wa ardhi. Na katika mgongo wa ardhi, idadi ya majini wanaoishi katika mgongo wa ardhi ni kubwa zaidi kuliko idadi ya wanadamu wanaoishi katika mgongo wa ardhi. Na sifa nyingine ya ushirikiano wa ukaribu baina ya majini na binadamu katika mgongo wa ardhi, ndio viumbe ambao wanafanya shughuli zote anazozifanya binadamu katika maisha ya kila siku. Yani kwenye majini kama ilivyo kwa wanadamu, kuna wafanyabiashara, kuna wakulima, kuna wafanyakazi, kuna mapailoti, kuna wahuni, kuna wabakaji, kuna masela, kuna wanachuoni, kuna waganga, kuna madaktari, kuna wajenzi. Kila kada unayojua anaifanya binadamu na majini wapo. Naam, Sheikh wangu, na kufuata 100 juu ya 100. Yani mtazamaji, mambo yatakuja kuwa matamu mbeleni huko, iwepo tu huko unaenda unanukuu. Usisahau kuweka comment yako ikiwa utakuwa na ulizo la kumuuliza Sheikh, na atakupa majibu kama mimi nitakuwa nimesahau kumuuliza swali lako. Naam Sheikh, nimesikia unazungumzia kusikana na jini ambaye binadamu huwa anazaliwa naye, anaishi naye, yule jini anavyoishi. Na tunasikia mashekhe wengi wanazungumzia kwamba hiyo jini anaitwa ni Karino, kama sijasahau. Na mashekhe baadhi wanasema kwamba huyo Karino ni jini ambaye ameumbwa na binadamu, lakini malengo yake ni kumshawishi mtu kumtoka katika njia ya Mungu. Ninavyoelewa mimi ni kama vile mtu una kitu kinachoitwa dhamira. Unaambiwa ufanye jambo fulani labda la kheri. Kuna kishawishi kimoja kinakwambia usifanye. Mimi upande wangu nadhani kuwa ndo zile hisia za yule Karino, jini anaishi na binadamu. Maana kwa hadithi mashekhe wanasema kwamba Mtume anasema kwamba kila binadamu amezaliwa nayo. Maswahaba wakamwambia Mtume, na wewe vile vile unaye? Wakasema ndio, ila wangu mimi ameshasilimu, yake hawezi kanishawishi kwenye mabaya, labda ataniongoza tu kwenye khairi, kama hadithi inavyosema. Ndio nataka nifahamu sasa, wale majini ambao tumezaliwa nao, kwa kuwa wana lengo la kutushawishi, tunaruhusiwa kuweza kufuata nyayo zao au kutumika nao? Hapana, naomba nieleweke vizuri kwanza. Na hii hadithi ya Mtume inafafanua kitu kizuri sana, ambaye kila msikilizaji wetu anaweza kujifunza kitu na akakigundua kitu. Karino ni moja kati ya majini ambao Mtume sasa anasema ameumbwa na mwanadamu kwa lengo la kumshawishi kufanya mabaya. Maana kwa lugha hii jini huyu ni mtihani. Yani Mwenyezi Mungu amemuumbia kila mwanadamu mtihani, ima kwa kushukuru au kwa kukufuru.
kwa kuwa huyu jini anaamrisha kufanya mabaya, manake akitii mwanadamu kufuata akili yake, huyu mwanadamu atafanya maasi kwa nguvu ya huyu jini. Lakini rudi katika kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wa kwangu mimi amesilimu, nimemsilimisha mimi, ananiamrisha mema, ananisaidia mema, yani haniamrishi mabaya, sasa ananisaidia kufanya mema. Kumbe jini ana uwezo wa kumsaidia mwanadamu kufanya jema. Tayari Mtume kasema, otherwise ukatae hayo maneno kwamba Mtume hakuyasema. Ameyasema. Ukiyasema hayo maneno, maana yake kumbe jini akiwa katika njia nzuri anaweza kumsaidia mwanadamu kufanya wema. Swali la kujiuliza, Mtume sallallahu ndiye anateremshiwa Qur'ani. Naam. Mtume sallallahu ndiye anayefunuliwa wahai. Naam. Mtume sallallahu ndiye anayesimamia ibada zote zake kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ikiwa ujini kasilimu na anamsaidia kufanya mema, mema gani? Wakati yeye ndo anafundisha mema. Labda anamkumbusha kufanya ibada, anamkumbusha kutoa zaka, anamkumbusha kufanya kadha wa kadha, labda katika mema mengine sijui. Na swala ni Mtume ndio amepewa ibada ya swala. Yes. Sasa kama yuko jini na Mtume kasema kwangu kasilimu, na sasa yeye ananiamrisha tu kufanya mema, swali linakuja, anamuamrisha kufanya mema gani wakati Muhammad ndo Mtume mwenyewe? Wahai unashuka kwake, amri zinashuka kwake, makatazo anafundishwa na yeye, maamrisho anafundishwa na yeye. Ujini anamsaidia kufanya mema gani? Naam. Maana yake anamsaidia mazuri, anamsaidia katika mazuri. Maana yake kwa kauli hii ya Mtume, yako mambo jini anaweza kukusaidia katika kufanya mazuri. Sasa unaposema majini wote wanakwenda motoni, unapingana na hii hadithi. Otherwise tukubaliane hii hadithi sio sahihi. Naam. Tukikubaliana sio sahihi, tunaweza kwenda kujadili. Hilo la kwanza. Lakini la pili, watu wengi wanapomzungumza jini wanamzungumza kwa sura ya shetani. Na hiyo ilikuwa katika swali ambalo nilikuwa nimeliandaa, tofauti ya shaitani na jini. Yes. Na ni wakati gani jini anaitwa shetani? Au shetani anaweza kaitwa jini, au jini anaweza kaitwa shaitani? Ndio nataka nitoe maelezo. Watu wengi wanapomzungumza jini wanamzungumza kwa sura ya shetani. Na watu wengi wanataka kuwaaminisha watu wengine kwamba majini wote ni mashetani. Na hii inakuja kwa sababu ya watu walivyokuwa wakifundishwa, wanapata makuzi wa kufundishwa hivyo. Mfano, watu wako wanaambia mzee fulani anafuga majini yule. Si umenielewa? Waislamu wanafuga majini wale. Kwa maneno haya watu wakawa wanamchukulia jini ni kiumbe muovu tu. Wamesahau kwamba katika majini kuna mashetani na wacha Mungu. Otherwise ukatalie Qur'ani sura ya 72, majini wenyewe wanaripoti na Mungu anainukuu kauli, miongoni mwetu wako wema na miongoni mwetu wako waovu. Sasa Mwenyezi Mungu anamfunulia Mtume kusema majini katika viumbe hawa kuna wanaoasi na kuna wanaotii. Miongoni mwa majini wako wema na miongoni mwa majini wako waovu. Vipi wewe uwatie motoni majini wote na kuwafanya waovu? Hilo la kwanza. La pili, ikiwa miongoni mwao wako waovu, kazi ya waovu ni nini? Ni kusaidiana na wanadamu katika kutengeneza maasi. Ndio Mwenyezi Mungu anasema katika sura 6 aya 128, tutakapowakusanya wao na majini, kisha tuwaambie wao mashetani katika majini na mashetani katika watu, kisha tuwaambie nyinyi mlinofaishana nyinyi kwa nyinyi, ingieni motoni nyote wawili, moto ndio makazi yenu. Hawa ni watu waliotumia majini katika uovu. Swali, kama jini anaweza kutumika katika uovu kuharibu, kwa nini jini asitumike katika wema kutengeneza? Hapo hiyo A. Kisa na mkasa. B. Mtume kama anasema jini wake yeye anamsaidia kufanya mema. Swali, kuna sababu ya kuona majini wote wanafanya uasi? Wako wanaofanya mema. Manake kama yuko jini wa Mtume afanyayo, mitume wote majini wao watakuwa walikuwa wakifanya mema. Ndio maana hawakuasi. Wacha Mungu wote majini wao walikuwa wakiwamfanyia mema. Ndio maana wakabaki kuwa wacha Mungu. Sasa vipi wewe unamtia motoni jini na kuwafanya majini wote waasi lazima waende motoni? Huu ni uchache wa elimu juu ya kuelewa majini. Majini anaweza wakawasaidia wanadamu katika baadhi ya mambo. Mimi nimewahi kusema mifano kadhaa. Imenitokea mimi.
na nimeifanya mimi. Kuna wakati unafanya dua, unakuta mgonjwa jini kagoma kutoka, jini muasi. Ushatumia dawa, umetumia nasaha, umesoma rukia, jini kakataa. Unajua kwa wakati ukimsomea jini rukia anagoma Nasikia kuna wakati mashehe wanasoma jini anakataa kutoka. Sahihi kabisa. Kuna jini anaitwa jini maiti. Jini maiti ukisoma Qur'ani anaziba masikio, anamlaza usingizi. Yani mgonjwa analala ili asisikie hayo maneno. Kwa hiyo ukilazimisha kusoma utakuwa ni sawa na kupaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Yani mafuta yako ndani ya chupa afu unampaka mtu juu ya ule mgongo wa chupa. Unakuwa umpaki mafuta. Huyo jini wa kwanza. Majini wa pili wako maasi. Wameisoma Qur'ani na wanaijua. Ukisoma Yasini, yeye anaanzia juu. Wewe umeanza juu, yeye anaanza chini. Ukisoma vile ilivyo, wako ya pili kwa ya nne, anaisoma kama ilivyo na iko kichwani kwa mtu. Anaipiga tena kwa kisomo kizuri cha grama na kufuata taratibu. Alafu mwisho yote anakwambia, "Mimi Qur'ani naijua, unitoi." Tena mwisho wa siku anakwambia, "Kama namna gani ukitaka nitoke hapa nikuingie wewe?" Allahu Akbar. Sasa kama wewe una hofu ya jini kuliko ya Mungu na huna ile imani na yakini na uwezo wa kupambana na majini, badala ya kumsomea mgonjwa utamuomba wewe radhi jini, basi yaishe, mimi sina ugomvi na wewe, tuyamalize. Kwa sababu kuna wakati jini anaweza kukupiga mkwala msomaji wa Qur'ani wa qiraa, ikafika mahala ile rukia unaenda kuisoma, kwanza unaiweka pembeni, unaanza kutafuta chocho ya kukimbilia. Wako majini wa hivyo. Sababu jini anaweza kufika mahala akiingia kwenye mwili wa mtu mmoja anakuwa na power ya watu 10. Yani watu 3 wamumshiki. Anakuwa bingwa sana. Anakuwa na nguvu za hatari. Sasa mimi niliwahi kukutana na hizo kesi. Soma jini, soma dua, jini ya kwenda. Fanya dawa, jini ya kwenda. Tukishafika hapa huwa tunafanya utaratibu. Tunalazimika kufanya dua na mgonjwa usiku. Kwa hiyo tunamkubaliana, tunaitana kama 5 6, yule mgonjwa tunakuwa naye, tunafanya naye kiamu laili. Hiyo ni katika njia nzuri za kushindana na jini. Kwa sababu kiamu laili ni moja katika njia ya kupambana na mashetani na nguvu za giza, na unashinda kwa uharaka. Sasa nini kinachotokea? Ukifika saa 6:30 usiku, wote mnaoga. Naoga ghusl, mnaoga jasho, kisha maliza mnachukua udhu. Mnakaa chini mnafanya adhkari, lakini mnaanza na kufanya istighfari. Istighfari mnaifanya kama saa nzima. Kwa kawaida ile istighfari kuanzia 1000 kwenda juu mnafanya. Kishamaliza istighfari, baada ya yote mnasali rakaa 2 sunnatul haja wote. Kama mgonjwa si Muislamu anakaa pembeni. Naam. Lakini anakuwa keshaoga. Msali rakaa 2 sunnatul haja, mkishamaliza kusali sunnatul haja rakaa 2, mnamzunguka yule mgonjwa, mnamuanzishia kisomo. Mnasoma kama ni rukia itakavyokuwa, mnasoma Qur'an. Wakati mnasoma kisomo, huenda jini akapanda wakati kisomo kinaendelea. Huenda jini akapanda pale. Na akaleta vurugu sana, kafanya vurugu sana pale. Sasa wakati unaendelea kusoma kile kiraa kinasoma usiku, ukisoma kiraa chochote cha Qur'ani usiku, viumbe wawili huwa wanahudhuria juu ya lile eneo. Kuna viumbe wawili wanahudhuria, na wale wanakuaga hawaonekani kwa macho isipokuwa watu waliojaliwa kadari na Mwenyezi Mungu. Kwanza wanahudhuria malaikatu rahmani, lazima wawe juu ya ile dari, wawe pale eneo lile, wahudhurie, wazunguke. Kundi la pili ni majini wema, wanahudhuria katika kile kisomo. Sasa wewe unachotakiwa kufanya, kama ni mtaalamu wa tiba na unajua namna ya kupambana na jini ambaye kapinga, ushafanya jitihada zote, kile kisomo kikitimia baina ya saa 8 na saa 9, mmekipiga kisomo cha sawasawa, kitu cha kwanza, kama kuna mtu pale, nyie wote mliokaa pale, kuna hali itaanza kuwatokea. Unahisi kama vinyoleo vimesimama, unahisi kama nywele zimesimama, ujue hapo kuna viumbe wakubwa washahudhuria.
Sio, nimeleka sawa? Na kusikia vizuri kabisa. Uko wakati ukistop kisomo unaweza kusikia sauti, kama hali ya sauti zimezunguka katika lile eneo, kama mnasimama ghafla unaweza kusikia kama hali ya sauti. Ikishafika hiyo hatua, wewe msomaji unawaambia wale viumbe waliopo pale kwamba tumefanya kisomo, tunaamini hapa kuna viumbe wazuri katika majini wamekuja, ima maaskari au makadhi, tunaomba mtuitie viumbe wamkamate huyu shetani aliye katika mwili, wakamtie jela. Kama kweli we ni mcha Mungu na wale viumbe wamehudhuria na dua umefanya, pale pale yule jini, yule mtu ataanza kupiga kelele kwamba naumia, naungua, anafanya hivi, manake anakamatwa. Mara tunamkuta yule mgonjwa anafanya nini? Anaanguka. Yule jini anakamatwa, anapelekwa jela. Sasa amri yako ndo atafanya. Kama kule jela akae miaka 10, kama kule jela akae miaka 2, au amhukumu kifo, wanampeleka kwa makadhi wa kijini. Naam. Anakwenda kushtakiwa katika mahakama ya kijini. Ima anaenda jela au anahukumiwa kuuawa, na kesi inaishia hapo. Mgonjwa anapata nini? Usiku ule ule mgonjwa ataota anaua. Ima anaua nyoka, au anaua nge, au anapiga kiumbe anamuua, au anapiga kitu fulani na kiua, au anapambana kisha kile kiumbe kinakufa. Yani yeye anatoka kuwa mshindi. Hii ni ishara kwamba keshaua kile kiumbe. Hivi vipo. Wanaotaka kukataa wakatae tu. Yani ukiamua kuwa mbishi juu ya kuwatumikisha majini katika baadhi ya vitu, uwe tu mjeuri na mbishi, lakini ukweli huwezi kukataa. Na mashehe haya wanayafanya. Sasa mashehe wakubwa wenye elimu hii waliyaficha kwa sababu ni ulaji. Mimi sasa naanza kutoa siri. Ni hatari shekhi wangu. Ila shekhi, kabla haujafika mbali, kwa sababu unajua mada ya majini ni mada ndefu sana. Kuna kauli ya mwanachuoni mmoja anazungumzia, ni katika kitabu cha Al-Bukhari, anaandika kitabu Babul Ilmi Kabla al-Qawli wal Amal. Amezungumza kitabu kwamba elimu kabla ya kauli na vitendo. Na pengine labda tunaweza kuwa tumeshindwa kukuelewa kwa sababu huenda vitu unavyoviongea vinaonekana ni vigeni kwetu, haswa kwa sisi wanafunzi na kwa wale ambao tujapitia chuo kikubwa. Umeshawahi kuikaa na baadhi ya mashehe wakaja kukuhoji live kama vile nakuja kukuuliza haya maneno na wakuomba dalili katika haya unayoyazungumza? Unajua shida kubwa, Sule ana jina kubwa. Naam. Ukimpiga Sule unajulikana. Kwa hiyo mimi nakuwa ngazi ya watu kufikia malengo yao. Bila ya kujali ukweli na kile ninachokisema. Nimetoa mfano huo uko wazi. Mimi nimefanya hilo tukio. Naam. Mimi ni mmoja wa watu waliofanya hiyo tukio. Nimewahi kufanya hiyo dua. Lakini nitamtaja mtu mwingine mfano, sitaki kumtaja kwa jina, naweza kumzulia, naweza kumfanya apate wakati mgumu kwenye kuulizwa maswali. Tumustirie. Lakini huyu ni muhadhiri, aliwahi kuishi Singida miaka hiyo, sasa hivi anaishi Zanzibar. Hili tukio nalosema yeye lishawahi kumtokea. Ni muhadhiri na ni shekhe. Na ameandika vitabu vingi sana vya tiba za rukia. Vingi. Simtaji kwa jina. Nataka niseme upo wakati jini anaweza kutumika kufanya majukumu. Kumuona ni kitu kingine na kumtuma ni kitu kingine. Kama unaweza kwenda kwa mganga, ukasema mimi nataka kumuua fulani. Si inaeleweka? Ndio, inaeleweka hiyo. Nataka kumuua fulani. Kanichukulia kitu fulani. Mganga akakwambia nenda kalete misumari ya jahazi ya zamani. Naam. Sio, nimeeleweka? Naam. Ukaileta. Jina lake nani? Fulani bin fulani. Ukachukua karatasi nyeupe. Mganga akachola picha ya mtu. Kashika mkuki. Akaandika maneno kwenye ile tarasimu. Ya Kiarabu, si Qur'ani, maneno ya Kiarabu. Naam. Alafu akakwambia huu msumari tunaugonga katika kichwa cha hii picha. Huku unanuia. Mganga kesha soma alichokisoma. Maneno ya kishirikina aliyoyasoma. Naam. Alafu ukatumbukiza msumari ukaugongelea.
alafu yule mtu kule anakofika anaumwa kichwa, anagongwa gari, anakufa. Nikuulize swali, nini kilichoenda kumuua kule? Kuna nguvu za giza hapo. Jini mchafu. Si nimeleweka? Ndiyo. Manake ile tarasimu unapoichora na kuiandika vitu, ukapiga pale msumari, ukasema baadhi ya maneno, pale anaibuka kiumbe jini mchafu, anaitumikia ile tarasimu, kile unachoamrisha ndo anaenda kufanya. Sasa kama jini anaweza kwenda kuua, kwa nini asiweze kunusuru? Huyo mbaya anaweza kuua, kwa nini mwema asinusuru? Naam. Narudia tena, watakuja kunielewa baadaye. Yani vizazi vijavyo vitatafuta kichwa changu, wafumue ubongo, wajiulize huyu mzee alikuwa na akili kiasi gani. Shekhe, kuniradi, naam, kunitukana, kunisema hainifanyi nisitoe elimu. Ipo siku dunia itaelewa ninachokisema. Shekhe, wacha niulize swali ambalo nimeulizwa na watu kipindi ambacho natoka Bukavu na waambia nenda Tanzania, lakini niliwaambia baadhi nitakutana na Dr. Sule. Kuna watu ambao wamepata hizo habari hata kwetu Kongo. Kuna hizi vurumai kwamba Dr. Sule ni mchawi, Dr. Sule ni mshirikina. Na makini habari nikiisema sio habari geni kwako. Lakini katika pita ya maongezi kuna mtu ameniambia ukiwa na Dr. Sule umuulize hii swali. Katika suratu Nahli aya yake ya 7, Mwenyezi Mungu inaelezea kuhusiana na vita vya Badri. Mtume alipokuwa anapigana walikuwa ni jeshi lidogo sana, lakini ikaonekana kwamba kuna viumbe ambao Mungu aliwatoa kwa kuja kuwasaidia mtume na masahaba, lakini ile jeshi inaelezeka kwamba walikuwa ni malaika. Sawa, kanuza swali, kama kweli kutumika na majini ilikuwa ni bora zaidi, kwa nini Mungu asingetumia majini kwa kumsaidia mtume lakini akawaleta malaika waje wamsaidie? Hauone kwamba Dr. Sule anasahau kuwa kuna viumbe ambao angeomba msaada kwa Mungu, Mungu ampe malaika watumike naye, lakini akaigemea upande wa majini. Asante sana. Hapo nitaka saa uwe wazi hapo. Imekuwaje Dr. Sule kwa mjibu wa mtume alivyosaidiwa na malaika, Mungu akumpa majini, lakini wewe umeegemea upande wa majini kuliko kuegemea upande wa malaika? Kwanza tukubaliane kwamba kumtumia jini sio kosa, kwa sababu majini wako wema na wanaweza kufanya mazuri kama walivyo wabaya. Hilo la kwanza. Naam. Lakini la pili, tuzungumzie majibu ya vita vya Badri. Naam. Mtume sallallahu alipoleta kundi la malaikatu rahmani ambao walikwenda kumsaidia mtume kwa ajili ya kushinda vita vya Badri. Naam. Nisikatai kabisa hayo maelezo, nakubaliana nayo kwa 100%, kwa sababu yule mtume na ule ni muujiza. Kwa sababu wale malaika wenyewe pia waliumbwa kutokana na ule mchanga alioshika mtume. Kwa sababu vita mtume alishika mchanga, baada ya dua ndo akaumwaga, ndio Mungu akaumba malaika wakashuka. Ule ni muujiza, usichanganye maneno. Watu wanachochanganya ni maneno, ule ni muujiza. Naam. Lakini mtume huyo huyo katika vita vya Tabuk. Naam. Mtume huyo huyo, hakuna mwanachuoni anapinga hii story. Katika vita vya Tabuk, vita ambavyo vinatajwa katika surati Tauba, kuna maswahaba 3 waliachwa nyumbani. Kuna ishu nzito katika, hakuna asiyejua katika hivi vita. Mtume salama alipokuwa akikusanya fedha na vitu vya kwenda kupigania, mali za kuandaa vita na vifaa vya vita, mtume wakati anachangisha katika vita vya Tabuk, Mtume salama yuko msikitini anachangisha, ghafla alikuja jini kuleta sadaka. Wakati analeta sadaka alisahau kutoka katika umbo la kijini akakaa kuingia katika umbo la kibinadamu, akakutana na Abubakari msikitini mlangoni. Abubakari akaanguka. Kisa ikiwa nakijua mashehe hawezi kupinga. Sasa kwa nini mtume aletewe pesa na majini na ashike? Mwisho akasema majini, mnapokuja badilisheni sura, msiwajie hali ya kuwa hawa wakuoneni, mnaweza kuleta itirafu. Mtume akasema maneno hayo. Swali linakuja, mtume alikuwa mshirikina kuchukua pesa za majini kwenda kupigania vita? Jibu tutakataa kwa sauti kuu, hapana, hakuwa mshirikina. Nani anapinga hicho? Kisa hakipo hapo. Mashehe nadhani mnatusikia, kwa hiyo inabidi kumfollow shekhe bayana ili mpate huu ushahidi. Kama labda kisa hiki ni dhaifu, mje mtuambie, kwa sababu mimi tu nafikisha habari
ili watu wapate mwangaza katika hili. Naam Sheikh. Katika historia kisa hicho wala sio dhaifu, ni tukio kabisa hilo. Naam. Siku moja Mtume sallallahu akiwa Madina nyumbani, kwa sababu mmoja aliingia jini, lakini akajisahau akaingia kwa sura ya nyoka. Lakini lengo ile jini alikwenda kujihifadhi na alikuwa na watoto wake ndani. Naam. Si nimeleweka sawa sawa? Yule sahaba akamuua yule nyoka. Baba wa yule jini baba yule mtoto, yani jini mzazi wa yule kitoto kilichouawa, akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia Rasulullah, kaniulia mtoto wangu fulani bin fulani. Mtume sasa mwanzo kafanyaje? Sema kamua. Mtume sasa akawaambia, akawaita maswahaba akamwambia, mkiona nyoka kaingia ndani, msimuue kwanza, msemesheni maneno, mwambie ikiwa wewe ni kiumbe mwema toka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, lakini ikiwa ni kiumbe mbaya Mwenyezi Mungu akulaani. Sijui naeleweka? Na kusikia vitu vinaingia. Ni kisa ambacho kimefanyika Madina, na tangu wakati ule Mtume akazuia kumuua nyoka ghafla. Ndio maana mashehe zamani nyoka kiingia ndani hawamuui kwanza, wanazungumza naye. Unatoa sauti asikie kama ni kweli kiumbe sio nyoka ni jini. Hata kama aliingia mlango mkubwa na hakuna mlango ndani, atapotea na usijui alikwenda wapi na hamtamuona. Manake atatoka kwenye umbile la nyoka, atarudi kwenye umbile la jini, atachapa mwendo. Majini tunaishi nao, tunakaa nao. Elimu tu juu ya kumjua jini. Sasa ukimwambia mtu jini unaweza kumtumia katika baadhi ya maeneo, anafika anasema haramu hiyo, haiwezekani hiyo, uchawi huo. Si kweli. Sio kila jini anashikwa kichawi. Mshirikina ni kweli anatumwa kishawi, lakini wa Mungu anaweza kutumika kwa ajili ya Mungu kwa maelekezo, na zipo vitu wanafanya majini. Naam. Mfano, unajua zipo dua ukisoma ukifumba macho unatoka hapa unaweza ukawa Mwanza. Nimeshawahi kumsikia Sheikh mmoja anaongea hizo habari, lakini si kama utaki kukubali hivi, akili kama inagoma, elimu. Watu hawana elimu. Lakini kinachokubeba kukutoa hapa kukupeleka Mwanza, we sio nabii, ule sio muujiza. Unataja jina la Mungu, anakuja kiumbe jini, anakushika. Ukifumba macho, ukifumbua uko Mwanza. Yeye ndo anaruka na wewe. Makubwa. Na wako mashehe, wako viongozi wa dini, wako watu wamefanya hivi maeneo mengi. Sasa kuna sababu gani ya kuficha ukweli? Kwa nini watu wasiambiwe wakajua? Haram jini kumtumikisha katika mambo ya haramu, lakini uko mahali jini anaweza kukupa msaada. Mfano, uko polini. Naam. Uko polini, tembea. Ghafla tembo au simba katokea. Na wewe una elimu. Tembo hawezi kukula bwana. Tembo amri mtu mwenye, yani akukunje hivi akutupe, au akungate hivi simba akuue. Haiwezekani. Una elimu wewe. Ukiwa na elimu hilo jambo labda Mungu akadirie kwamba uhai wako umekwisha. Lakini yako maneno, ziko dua, ziko nyiradi, ukizitamka Mungu hapo anakuletea ulinzi. Si malaika, ataleta kikundi cha majini kikuzunguke. Kinaweza ifika mahala ukatengenezeka sura ambayo yule simba akikuona akitazamana na wewe, badala ya kukufuata kageuka kaondoka. Allahu Akbar. Tatizo elimu. Jamii inataka yani kuna baadhi ya mashehe wanataka kuwaaminisha watu kwamba kila jini ni mchawi. Kila jini ni mchawi. Kila jini ni mshirikina. Mimi nakupa kisa kingine Zanzibar. Waulize Zanzibar. Naam. Pale Zanzibar kuna mwenzetu mmoja, ni katika mashehe. Naam. Katika vijana wanachuoni. Maarufu sana, wanamuita Naqshbandi. Anaitwa Jabir Haidari. Maarufu sana Zanzibar. Baba yake marehemu mzee Haidar. Baba yake marehemu mzee Haidar. Katika msikiti wa Gofu Zanzibar, baada ya kila sala alasiri,
siku za Jumatano na Alhamisi alikuwa na darasa ya kufundisha majini. Allahu Akbar. Nani Mzanzibari atapinga hilo? Tena darasa ya Qur'ani, anaweza kusomesha fikhi, anaweza kusomesha sunna, anaweza kusomesha tauhidi, anaweza hivyo. Allahu Akbar. Darasa ya majini tu